Umuhimu wa umoja na mshikamano katika kutunza amani. Ningependa kutoa maneno ya utangulizi ambayo yanaonyesha dira yetu, tumetoka wapi, tuko wapi na tunaelekea wapi. Ni kwa ufupi sana. Taifa letu la Tanzania limekuwa na sifa nyingi ulimwenguni kutokana na tunu za umoja, amani na mshikamano wa kitaifa. Haya yote ni matokeo ya kazi nzuri iliyofanywa na waasisi wa taifa letu, yaani hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati Abeid Amani Karume, kwa kushirikiana na wananchi wenye mapenzi mema na nchi yetu. Ni wajibu wetu sisi sote tulioko hapa na wale wengine na Watanzania wengine wote kuhakikisha kwamba kizazi hiki kinatunza tunu hizo ambazo tumeachiwa na ambazo asisi wetu walizifanyia kazi kwa upendo mkubwa sana. Ningependa kwanza tuanze kutazama maana ya hayo maneno ambayo tumeyasikia kwenye mada hii ya kwanza. Umoja. Umoja unamaanisha nini? Mshikamano unamaanisha nini? Na amani inamaanisha nini? Umoja ni kuwa na muungano. Tutatazama umoja na mshikamano ni karibu maneno yanayokaribiana kwa karibu sana. Umoja ni kuwa na muungano, mshikamano na ushirikiano, hali ya kuwa moja, yani isiyogawanyika. Zaburi ya 133 ile aya ya kwanza inasema, tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Kama tulivyokaa mchana huu wa leo au asubuhi ya leo, tumekaa watu wa dini mbalimbali, kabila mbalimbali, lakini sisi tunapokuwa kwenye ibada tunawaani iwe kwenu. Amani ambayo tunawatakia Watanzania katika kipindi hiki tunapotaka kuvuka bahari ya Shamu, ambayo ndio uchaguzi mkuu ulioko mbele yetu. Amani katika mafundisho ya kanisa kuhusu jamii, social doctrine of the church. Kanisa tangu lilipoanzishwa miaka 2000 iliyopita daima limekuwa mtetezi wa amani duniani. Hata hivyo katika maendeleo ya kijamii, kiuchumi na kiutamaduni, kwa kuwa inawapa watu uhuru wa kufanya shughuli zao za kila siku bila kuwa na wasiwasi. Na ndio maana Watanzania mahali popote tulipo tuko na amani. Tuko na amani kwa sababu tunajua kwamba hakuna mtu atakayetuingilia katika shughuli tunazozifanya. Mama ntilia atafanya shughuli zake vizuri, machinga atafanya shughuli zake vizuri, kila mmoja mbeba zege atafanya shughuli zake vizuri, walioko maofisini watafanya kazi zao vizuri kwa sababu ya amani. Kanisa katika mafundisho yake kuhusu jamii ina misingi ambayo hiyo ni misingi ya kibinadamu na misingi ya kiutu na ni misingi ya amani. Kwanza, heshima ya utu, ustawi wa familia, mshikamano kati ya watu kwa manufaa ya walio wengi, utu na kazi, na kwamba kila mmoja anayo haki ya kumiliki mali na kila mmoja anao wajibu wa kutafuta amani ya kudumu katika jamii. Mshikamano ni neno ambalo kulingana na kamusi nyingi huonyesha hisia ya umoja, kama vile sisi ambavyo tumeshikamana, watu wa dini mbalimbali, lakini tumeshikamana pamoja. Ni kutokana na kwamba tunalo lengo moja ambalo ni kuwa kitu kimoja katika amani, mshikamano na upendo. Kwa hiyo watu hawa ambao wanaonyesha umoja ni kwa sababu ya maslahi na malengo yaliyo sawa, na wanasaidiana kwa sababu ya malengo ili kufikia hilo lengo ambalo ni moja. Umuhimu wa amani na umoja. Amani ni zaidi ya kutokuwepo kwa vita na vurugu. Inahusisha hali ya utulivu, usalama, uelewano ndani na miongoni mwa watu binafsi na jamii. Amani ya kweli inaanzia ndani ya roho. Kama mimi sina amani rohoni mwangu, siwezi nikapeleka amani kwa mtu mwingine. Kwa hiyo amani ya kweli inaanzia ndani ya nafsi yangu. Na ndio maana siku ya leo tunamtakia kila mmoja wetu aliyoko mahali hapa amani ya rohoni. Na hiyo amani ya rohoni ndiyo ambayo tunatakiwa sisi sote tulioko hapa na Watanzania wote tutakiane hiyo amani.
nikiwa na amani nitampa mtu mwingine amani. Wa Latini wanasema nemo datur quod non habet, you cannot give what you don't have. Kwa hiyo amani ambayo sisi tunayo ndani ya nafsi zetu ndio hiyo amani ambayo tunamtakia kila mmoja wetu ambaye tutakutana naye katika safari yetu. Amani na umoja ni msingi wa ulimwengu wenye haki, ustawi na usawa. Ingawa njia ya kufikia tunu hizi ina changamoto zake. Ushirikishwaji, mazungumzano, mawasiliano yaliyo ya haki, utumiaji vizuri wa teknolojia tulizonazo zinasaidia katika kujenga amani ya kweli. Furaha katika umoja. Tukisoma Wafilipi sura ya 2 aya ile ya 2, maandiko matakatifu yanatuambia, ijarizeni furaha yangu ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja. Na sisi nia yetu, sisi sote tulioko hapa ni amani. Na hiyo amani, kila mmoja wetu alioko hapa ni mlinzi wa hiyo amani. Umoja ni sehemu ya mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tukisoma Yohane ile sura ya 18 aya 21, wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nawe wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Mitume wetu wote katika imani zetu zote, lengo lao ilikuwa ni kuleta amani ulimwenguni, kuleta amani kati ya mtu na mtu, lakini kuleta amani kati ya mtu na Mwenyezi Mungu. Na hatimaye huyu mtu ambaye amemfahamu Mungu wa kweli na kumtumikia Mungu wa kweli, hatimaye siku moja aweze kukutana na Mwenyezi Mungu. Kwa nini kuwa na umoja ni muhimu? Umoja huwaleta pamoja watu kutoka tabaka mbalimbali za maisha, wakichanganya mawazo, ujuzi, rasilimali zao ili kushughulikia masuala muhimu kwa kiwango cha juu zaidi. Ndio maana tuna sababu zote za kushikamana pamoja ili kuhakikisha kwamba amani inadumu katika nchi yetu. Je, ni faida gani za umoja na mshikamano? Tunasema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Umoja huleta nguvu na mafanikio katika kila nyanja za maisha. Umoja husaidia kushinda changamoto na kutatua matatizo magumu kwa ufanisi zaidi. Ningependa nitafakari pamoja nanyi hotuba ya baba wa taifa, hayati baba wa taifa, aliyoitoa kwenye mkutano mkuu wa CCM Oktoba 22 mwaka 1987 inayohusu amani. Baba wa taifa alisema, kila kilichoundwa kisipotunzwa huharibika. Msingi wa amani ni haki, na haki yenyewe kama ipo au matumaini ya kujenga taifa lenye haki. Tunaweza kujenga umoja na amani katika nchi yetu sio kwa sababu tumefaulu kujenga taifa lenye haki, bali kwa sababu wananchi wa Tanzania wanaendelea kuwa na imani na matumaini ya kujenga jamii yenye haki na usawa, na kwamba wananchi wameelewa na kukubali kwamba wao wenyewe, chama chao, serikali na wote kwa pamoja wanafanya jitihada za kujenga jamii yenye haki, na kwamba katika jamii hiyo watu wote wanayo nafasi ya kupata maisha yaliyo bora, yenye kuwapa afya zaidi na usalama zaidi. Mwisho wa kunukuu. Hitimisho. Ninahitimisha kutoka maneno kutoka kitabu cha nabii Yeremia sura ile ya 29 aya ya 11. Ni neno la matumaini. Nabii anatuambia, maana mimi Mwenyezi Mungu ninajua mambo ninayowapangia. Nimewapangieni mema na si mabaya, mpate kuwa na tumaini la baadaye. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ametupangia mambo yaliyo mema. Tushikamane kwa pamoja ili amani ya nchi yetu iweze kudumu. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza.